Ripoti zasema Africa TV kutokea visiwani Zanzibar, waandishi wa habari nchini wametakiwa kuitambua elimu ya masuala ya bima ili kufikisha katika jamii. Akifungua mafunzo ya elimu ya bima kwa waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali visiwani hapa, Naibu Kamishna wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania TIRA, Khadija Saidi, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa ZSSF Kariakoo, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Kama hapa Naibu Kamishna anavyoanza kuzungumza. Pamoja kwa mwaka 2024 sawa na jumla ya ongezeko la 48.9% katika kipindi cha miaka minne, ikiwa ni wastani wa ongezeko la 10.5% kwa mwaka. Aidha, wastani wa muda unaotumika na kampuni za bima kulipa madai ya bima yasiyo na utata umeimarika kutoka wastani wa siku 73 hadi ndani ya wastani wa siku 45. Kama mnavyojua, mnapokwenda mtu akiwa na madai yake anapopeleka katika taasisi fulani wengine wanakuwa wanachelewa kupeleka vielelezo, lakini unapokamilisha vielelezo kwa wakati unakuwa huwezi kuchelewa. Within labda kwa muda siku 15, 20, 25 dai lako limekuwa limelipwa. Lakini kwa mujibu wa taratibu na kanuni na miongozo ya TIRA, kuna siku maalum ambao zimewekwa. Ukizidi hiyo ni tatizo. Kwa hiyo umeimarika sasa hivi, hazipinduki zile siku 45. Kwa hiyo mchango wa sekta ya bima kwenye mapato ya serikali kupitia kodi mbalimbali ikiwemo kodi ya ongezeko la thamani VAT na kodi ya kampuni corporate tax pekee umeongezeka kutoka shilingi bilioni 137.7 mwaka 2022 hadi kufikia shilingi bilioni 183.1 mwaka 2023, sawa na ongezeko la 32.97%. Katika kukuza sekta ya bima, TIRA imechukua hatua madhubuti na za kimkakati katika kuimarisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano ndani ya Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania. Hadi sasa mamlaka imefanikiwa kuendeleza na kutumia mifumo ya tehama katika kuboresha usimamizi na uendeshaji wa soko la bima nchini kwa ajili ya kuongeza uwazi, kurahisisha huduma kwa wateja na kuimarisha usalama wa taarifa. Kama mnakumbuka hapo zamani unapokwenda kukata bima, ukimaliza tu unapoa kile kiduara kile unabandika katika gari au wengine wanataka katika vile vinani vya motorcycle. Sasa hivi yale mambo tumeondoka nayo. Hamna kabisa. Unakwenda unakata bima, ukishakata bima unapoa cover note yako, bima yako inasomeka katika wanasema system. Baadaye kuna mtu atakuja kuonesha jinsi gani inavyoonesha au jinsi gani mifumo yetu inavyofanya kazi. Lakini na mashaka sijui kama atadisplay wapi. Nafikiri watajua jinsi gani kwenye simu. Nafikiri sote tuna hizo simu za kileo. Hata kama una simu ganja vile vile tutakufahamisheni jinsi gani ya kuverify kama gari lina bima, lakini vile vile tutakuonesheni jinsi gani ya kuangalia ustawi wa kampuni. Je, hii kampuni ambayo unakwenda kukata bima, je, imesajiliwa? Ipo kihalali? Vile vile tutawaonesha jinsi gani ya kuangalia ili nanyi mwe mabalozi wetu wazuri kuwaeleza watu, marafiki, wafanyakazi wenzenu, wazee wenu, ndugu zenu na kadhalika na kadhalika. Sasa fursa zilizopo katika sekta ndogo ya bima ni kwamba sekta ndogo ya bima imeendelea kutoa fursa mbalimbali za wawekezaji wa ndani ya nchi, na fursa mahasusi ni kukua kwa kasi ya maendeleo na miundombinu ya uanzishaji wa viwanda, utalii na uchimbaji madini ambayo yanahitaji mikataba ya bima ili kupunguza vihatarishi kwa wawekezaji na wale wenye mtaji mdogo wa urejeshaji. Fursa nyingine ni ongezeko la watu na soko ambalo halijatumika hasa katika sekta isiyo rasmi. Fursa katika utekelezaji wa biashara ya bima mtawanyo. Kwa sasa kama nilivyosema, kuna kampuni 4 za bima mtawanyo. Fursa za kuweka katika biashara takaful, fursa za kushiriki katika umoja wa bima ulioanzishwa katika
bima za mafuta na gesi, lakini vile vile kupanua wigo wa bima ya lazima ili kujumuisha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, masoko ya umma, majengo ya biashara, vyombo vya baharini, feri na mashua. Natumai kwa haya machache ambayo niliyasema, katika 10 japo 5 yatakuwa yamewaingia. Lengo mojawapo ilikuwa ni kuweka mazingira mazuri ya ushindani katika soko la bima hapa nchini, kwa sababu tunavyosema kwamba wanapokuwa wameingia katika hizi watu binafsi kufanya biashara, ushindani unakuwa mkubwa. Kwa hiyo lazima uweke mazingira ambapo kutakuwa na fairness, lakini vile vile kwa kuendeleza sekta ya bima na kuifanya kuwa kichocheo cha kukua kwa uchumi. 3 ilikuwa ni kuweka viwango vya kiutendaji wa kibiashara ndani ya soko la bima. Kwa hiyo ilikuwa lazima kuwe na viwango ambavyo wote itabidi tuviridhie na kuvifuata, lakini vile vile ilikuwa ni kuhakikisha soko la bima hapa nchini haliingiliwi, na mwisho ilikuwa ni kuendeleza utendaji mahiri kibima kwa kuhakikisha kuwa huduma zitolewazo ni za gharama nafuu na zinamlenga mteja. Sasa huu usimamizi ulikuwa umeanzia hapo. Kwa hiyo naona ni kamchakato kidogo kalikuwa kameanza mpaka tukawa tumefikia kipindi ambacho tunaanzishwa TIRA, inaanzishwa, inakuwa na ofisi, inakuwa na kanda, mpaka leo tunasema tuna kanda 10. Nikiripoti kutokea katika ukumbi wa ZSSF visiwani Zanzibar, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.